kwa lugha zaidi ya nyote. Lakini katika kanisa Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Biblia inasema hivi, namshukuru Mungu kwa kuwa na neno kuliko watu wote. Lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu. Nisikilizeni, huyu ni Paulo aliyekuwa amejaa Roho Mtakatifu mpaka ngozi ya mwili wake ukiguswa na pona. Anasema hivi, mimi nanena kwa lugha kuliko ninyi wote, lakini katika kanisa nanena maneno matano tu kwa akili. Nisikilize sasa, hapo kuna elimu lazima nikukumbushe kidogo. Haleluya. Kwamba alikuwa ananenaje kwa akili alafu ananena kwa Roho Mtakatifu. Manake akili yake ilikuwa imevuviwa na Roho Mtakatifu, anaweza kunena kwa lugha wakati wote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nanena kwa lugha kwa akili yangu. Manake akiwa ananena, si kwamba akili ameziweka kushoto, kaziweka pembeni ya jitabu. Ana ufahamu timamu na ananena kwa lugha maneno matano, lakini akiamua kufungulia Roho Mtakatifu masaa 24 wote wanaomba wanamwacha ananena kwa lugha, na kesho atakuta ananena kwa lugha. Lakini katika kanisa ananena maneno machache kwa ajili gani? Ya kuwafundisha wasiojua. Kwamba kuna watu wameokoka leo hawajui maana ya kunena kwa lugha, hawajawahi kusikia. Kwa hiyo ili anaposikia anapata shauku ya kutafuta Roho Mtakatifu, lakini si katika hali ya majivuno. Anasemaje? Nanena maneno matano kwa akili zangu nipate kuwafundisha wengine, zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. 10,000. Wangapi wanaweza wakafanya calculation ya maneno 10,000? Utakufanyia sawa. Chukua 10 alafu zidisha mara 1000, ndio unapata 10,000. Ni maneno kama 10,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Paulo ana uwezo wa kunena zaidi ya maneno 10,000. Yaani tangu tuanze mpaka sasa hivi wenda hatujafikia. Yaani idadi ya maneno 10,000 hatujafikia. Na ubaya wa lugha ya rohoni au uzuri, neno moja tu inaweza likawa ni maneno hata 20 ya kibinadamu. Ukija inaweza likawa maneno 15. Fikiri sasa, huyu mtu ananena maneno bacha anafika hadi F. Anaendelea ananena kwa kiwango ambacho hata yeye anashindwa kujizuia. Lakini katikati yake ananena maneno matano tu kwa ajili ya kuwajenga watu wengi. Lakini akiwa sirini ananena sana. Sikuzuii usinene. Mwanzo nilisema tunataka tunene sana. Bwana asifiwe sana. Lakini lazima tujue namna ya kutumika katika hizi karama. Bwana asifiwe sana. Lakini mstari wake wa 20 inasema hivi, ndugu zangu, msio watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuze watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Bwana asifiwe sana. Imeandikwa katika Torati, mtasema na watu kwa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni, wala hata hivyo hawatanisikia, asema Bwana. Basi hizi lugha ni ishara, si kwa waaminio bali kwa wasioamini, lakini kutubu ni kwa ajili yao, si kwa ajili yao wasioamini. Naomba nirudie hapa. Biblia inasema hivi, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. 22:14. Bali hizi lugha ni ishara, si kwa waaminio bali kwa wasioamini, lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini bali kwa ajili yao waaminio. Sisi kuna watu wamenielewa, kuna ni kwa
Sasa Biblia inasema kunena kwa lugha ni ishara kwa ajili ya wasioamini, lakini tulioamini tunaijua lugha, tunamjua Bwana. Hatusitushi na kunena kwa lugha au kunena kwa lugha sio ishara kwetu kwamba wewe una Roho Mtakatifu. Hiyo ni kwa ajili ya wasioamini. Tulioamini tuna ishara zetu zaidi ya kunena kwa lugha, ambayo ishara yetu ni utakatifu katika maisha yao. Lakini sisi tulioamini, kitu ambacho ni zaidi ni kuhudumu au kujifunza neno la Bwana kwa kina. Kwa hiyo maana tuko hapa, ni neno tunajifunza na asubuhi tumejifunza, kwa sababu sisi tumeamini. Ishara yetu ni neno la Bwana. Sema amen. Ishara ya walioamini ni neno la Bwana, sio kunena kwa lugha tu, wala kutabiri. Ishara ni neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naona muda wangu umesogea. Haleluya. Kuna watu wananielewa? Kuna watu wananielewa? Naomba nitimishie kipengele hiki. Utajuaje unanena kwa lugha ya Roho Mtakatifu? Ni swali muhimu ambalo nataka nitimishe. Utajuaje unanena kwa lugha ya Roho Mtakatifu? Utajuaje unanena kwa lugha ya Roho Mtakatifu? Haleluya. Ni swali kila mmoja anatakiwa kulifahamu. Hata wewe ambaye haupo hapo unasikia, jipime katika hili swali. Utajuaje unanena kwa lugha ya Roho Mtakatifu au unatabiri kwa Roho Mtakatifu? Bwana Yesu asifiwe sana. Utajua. Ni swali liko mezani, tunataka tulichambue. Ziko ishara zifuatazo. Jambo la kwanza ni uvuvio wa nguvu za Roho Mtakatifu za kweli. Maana kabla haujanena au haujatabiri, je, umevuviwa na nguvu za Roho Mtakatifu za kweli? Maana kuna uwezekano mkubwa wakati tunatembea katika maisha tulionao, ule uzoefu tunaokuwa nao katika uwepo wa Bwana na ile unenaji tunaokuwa nao katika uwepo wa Bwana, unaweza ukatufanya tuwe na kawaida ya kwamba ninaweza nikanena, lakini kumbe uvuvio wa nguvu za Roho Mtakatifu haupo wakati unanena. Maana yake hautanena katika Roho Mtakatifu, bali utanena katika ufahamu wa kwako. Au wakati unatoa unabii, tunaona uvuvio wa Roho Mtakatifu usipokuwa juu yako, hautaweza kutoa unabii. Maana yake utatoa kwenye engo ya ufahamu au kutoka kwa shetani. Maana yake kabla haujatoa unabii, haujanena kwa lugha, hakikisha Roho Mtakatifu amejaa ndani yako kwenye kiwango cha kukusaidia wewe kunena kwa. Kama hakijafikia kiwango cha kunena, wewe nyamaza, wala hautaonekana una Roho Mtakatifu. Na watu wananielewa? Kuna kawaida watu wanaweza kulazimishwa kunena. Kuna kawaida watu wanaweza kufundishwa kunena. Nataka nikwambia kuna mwanadamu anaweza kufundisha mwanadamu kunena, ila Roho Mtakatifu ndiye mwalimu, na lugha ya Roho ndiye anayefundisha peke yake. Japo anaweza kutumia watu kuwafundisha watu kama mfano. Ndio maana mwanzo nilikuwa ninawaambia, umepokeaje Roho Mtakatifu? Au karama umepokea kutoka kwenye engo gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jipime. Unavyonena, unavyotabiri, unavyofasiri lugha, je, kuna elementi zozote za kukopi? Kama zipo, basi wewe umepokea kutoka kwa mtu. Lakini ukipokea chako binafsi, hakuna mtu atafanana na wewe. Mwambie Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nipe kitu cha pekee. Nipe kitu cha pekee. Nipe lugha ya pekee. Sikilizeni. Duniani kuna lugha nyingi sana hizi zilizopo, lakini hizo ni chache kulinganisha na lugha za Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu ana lugha nyingi kuliko lugha zilizopo duniani, hata hizo baadhi ni zake. Lugha za wanadamu. Na malaika wana lugha nyingi kuliko lugha za wanadamu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakapokujalia, atachomoa aina ya lugha kwenye ghala, atakupa iwe ya kwako,
na utakuwa unanena si kwa lugha kama ya mtu mwingine. Maanake utajuaje unanena kwa lugha ya Roho Mtakatifu? Ni pale Roho Mtakatifu akakuvuvia unanena si kama mtu mwingine. Ndio maana wale watu walipoanza kunena kwenye matendo walikuwa wananena vitu ambavyo hawavijui, lakini ni lugha za wanadamu, ziweza kufasiriwa kwenye upeo wa akili. Hizo ni lugha za binadamu, lakini walipoongeza wakaanza kunena kwa lugha ya Roho Mtakatifu yenyewe, watu wakaanza kuchanganyikiwa kwamba sasa wametoka kwenye lugha zetu, wameanza kunena kwa lugha ambazo si za kawaida. Hata mitume wakashangaa ni nini kimetokea. Kumbe ni nguvu ya Roho Mtakatifu imeshuka, imekaa mahali, na watu wanaanza kutoa mabii, wanatabiri kwa sababu ya nguvu iliyoshuka wakati wa tukio husika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu wananielewa. Amen. Kuna watu wananielewa asubuhi ya leo. Amen. Watu wananielewa asubuhi ya leo. Amen. Kwa hiyo usitishwe na mtu anayetabiri. Usitishwe na mtu anayenena kwa lugha. Tishwa na mtakatifu anayeshika neno. Biblia inasemaje katika kitabu hiki cha Wakorintho? Namalizia, muda wangu unaenda sana. Bwana asifiwe, lakini nitamalizia. Haleluya. Biblia inasema maneno haya katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ule mstari wake wa 39 na 40. Utajuaje unanena kwa lugha ya Roho Mtakatifu, unatoa unabii au unafasiri lugha kwa lugha ya Roho Mtakatifu? Utajuaje? Nitasoma. Kwa ajili ya hayo ndugu zangu, takeni sana kuhutubu, wala msizuie kunena kwa lugha, lakini mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Bwana asifiwe sana. Lazima Roho Mtakatifu anazingatia standard ya ibada takatifu. Nisikilizeni hapa, nataka niweke vizuri ili wakati mwingine Mungu atakapoinua manabii wengi mwezi kuelewa, na hii ishara inawapa mtaweza kujua. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nasikia amina za wachache kuishia hapa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Watu wa Mungu karibia kumwona. Roho Mtakatifu anazingatia standard ya ibada takatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapochukua ibada nzima ili aikontrol yeye, na watu wote wakawa wamejazwa Roho Mtakatifu, kitakachotokea ni hiki: Roho Mtakatifu akinena kwa mtu mmoja, watu wengine watajikuta Roho Mtakatifu amewanyamazisha. Kuna watu hawajanielewa. Roho Mtakatifu anapoanza kunena, kwa mfano kama ninavyohubiri hapa, kabla sijamaliza kuhubiri, Roho Mtakatifu atanisimamisha kama nataka kusema. Kama tuko connected wote na Roho Mtakatifu. Lakini itatokea ninaendelea kuhubiri, Roho Mtakatifu